Kihistoria, watu wamepigania sana haki ya kushiriki uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri ni jambo ambalo ni la kihistoria muda mrefu. Kama watu weusi tulikuwa turuhusi kupiga kura. Nchi za Marekani huko watu weusi wamepambana sana mpaka watu wameuawa wengi ili wapiganie haki ya kupiga kura. Baadaye haya mambo yakaingizwa kwenye sheria mpaka kuruhusu watu wote kupiga kura. Kulikuwa na huo ubaguzi. Sasa jambo hili kwenye nchi yetu tokea tumepata uhuru ni jambo ambalo liko kwenye katiba kwamba mtu ana haki ya kupiga kura na ana haki vile vile ya kupigiwa kura. Kwa hiyo ni jambo liko kwenye katiba yetu. Na kikatiba vile vile ambayo imeeleza kwamba kila baada ya miaka 5 lazima kuweko na uchaguzi mkuu ambao tunachagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa ni jambo ambalo liko kwenye katiba, lakini vile vile liko kwenye sheria mbalimbali za uchaguzi. Okay. Na ni kwa nini ni muhimu kwa vijana kushiriki uchaguzi mkuu? Okay, ni muhimu sana kama vijana kushiriki kwenye uchaguzi huu. Kwa nini? Asilimia kubwa ya Watanzania ukizingatia sensa iliyopita ya Watanzania wengi ni vijana. Kwa hiyo hatima ya vijana inategemea na uongozi gani ambao uko madarakani. Kwa hiyo ni vijana haki yetu na ni wajibu wetu vile vile kuchagua serikali gani ambayo tunaitaka iingie madarakani. Kwa hiyo ni muhimu vijana kushiriki kwa sababu kwanza ukishiriki uchaguzi unajipa uhalali wa kuidai hiyo serikali ambayo umeiweka madarakani. Lakini kama hujashiriki uchaguzi unapata wapi uhalali wa kudai maendeleo kwamba huyu kiongozi diwani wetu hajafanya vizuri hapa wakati hukushiriki kumchagua huyo diwani. Haimaanishi kwamba diwani aliyechaguliwa kwamba kama kuna watu hawajamchagua basi asiwatendee haki. Lakini tu kibinadamu au katika jamii ya watu ambao wamestaarabika ni vizuri ukashiriki uchaguzi, umchague kiongozi unayemtaka, baadaye akiwa madarakani unakuwa na ile haki sasa ya kumdai yule kiongozi uliyemweka madarakani kufuatana na ahadi ambazo amezitoa kupitia kampeni zake au ilani ya chama chake, kwamba kwenye ilani ya chama chenu mliahidi mtarekebisha miundombinu kwenye mitaa yetu, kuweka barabara nzuri, mliahidi kuboresha majengo ya shule zetu, lakini hamjafanya. Kwa hiyo unakuwa na huo uhalali kwa sababu nilikuchagua kwa sababu uliniahidi 1, 2, 3 na kudai haya. Kwa ni muhimu sana vijana kushiriki kwa sababu kwanza kama nilivyosema vijana ndio wengi, lakini vijana ndio watakaoathirika zaidi vile vile na serikali watakayoiweka madarakani. Kwa sababu serikali ndio ambayo inapanga kwa habari ya ajira vile vile za vijana, ndio inaopanga kwa habari ya uchumi wa nchi yetu. Kwa mfano kama serikali haitazingatia kuweka masuala ya uchumi vizuri, wahanga na waathirika watakuwa ni sisi vijana ambao tuko kwenye uchakalikaji kufanya biashara zetu, iwe ni bodaboda, iwe ni mama ntilie, iwe ni kwenye kila jambo ambalo unalifanya kama kijana, kama biashara ndogo ndogo ambazo tunajipatia kipato. Kwa hiyo ni vizuri ushiriki uchaguzi ili ni kama unachagua hatima ya serikali gani ambayo unayoitaka. Kwa ndio jambo la muhimu sana ushiriki uchaguzi, na kwa sababu katiba inakutaka, sheria zingine zinakutaka ushiriki kwenye uchaguzi, ulazimishwe. Lakini kwa jamii za watu ambao wamestaarabika, jambo ni la kistaarabu ushiriki kwenye uchaguzi. Hakuna mtu atakaye kuja nyumbani kwako kwamba kushikie fimbo nenda kapige kula. Lakini ni vizuri kama mtu ambaye ni mstaarabu, mtu mzima, unaelewa wajibu wako, unaelewa na haki zako, katimize haki yako. Kuna watu walipoteza maisha kupigania haki ya kupiga kula. Sasa wewe uko nayo, kwa nini uichezee hiyo haki ya kupiga kula? Kwa ni vile mkuu, na ni jambo ambalo liko kwenye katiba kama nilivyosema kwamba huu uchaguzi mkuu unafanyika kila baada ya miaka 5. Tokea tumeanza mfumo wa vyama vingi, uchaguzi wa kwanza 95,
uchaguzi wa pili 2000, kila baada ya miaka mitano, 2005, 2010, 15, 20, na sasa 2025 nataka kuchagua serikali inayoingia madaraka. Lakini kihistoria, lakini na vile vile kwenye kisheria, uchaguzi unakuja kwa mfumo kwamba ni kama tunaingia mkataba na vyama vya siasa. Kama wananchi tunaingia mkataba na vyama vya siasa. Kwenye sheria kuna kitu kinaitwa social contract. Ni kama mkataba wa kijamii kwamba sisi wananchi tunatakiwa kujiongoza sisi wenyewe. Lakini hatuwezi kila mtu akaingia pale Ikulu akaamrisha vitu namna gani viende. Kwa hiyo kuna mfumo umetengenezwa kuweko na vyama vya siasa ambavyo vitakuwa na sera zao, vitakuwa na ilani zao, vitakuwa vinauza zile sera kwetu kama wananchi, kwamba ambazo zile sera inakuwa kama ni ahadi kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi, nikizungumzia chama changu, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunataka kufanya moja kwenye afya, kuendeleza yale ambayo tumeyafanya katika vipindi vilivyopita, kuongeza vituo vya afya, kuleta wafanyakazi kwenye hivyo vituo vya afya, kuleta dawa kwenye vituo vya afya, kuleta labda vifaa kwenye vituo vya afya. Hiyo ni ahadi kwenye afya. Kwenye elimu vile vile tutaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, tutaendelea kuimarisha au kuendelea kuboresha miundombinu ya taasisi za elimu. Tutaendelea kufanya 1, 2, 3 kwenye elimu, kuendelea kulipa mishahara walimu waendelee kufundisha watoto wetu. Kwa hiyo hizo ni ahadi, lakini vile vile kuna ahadi zingine kwenye sekta mbalimbali. Kwa hiyo sasa chama kinakuja kinakuambia hayo kitataka kuyatekeleza pindi kitakapopata madaraka kwa niaba ya wananchi. Ndio maana ibara ya 8 kwenye katiba inasema kwamba mamlaka ya serikali yanatoka kwa wananchi. Wananchi ndio wanaipa serikali mamlaka. Kwa huu ni wakati ambapo unachagua uipe serikali ipi ya chama gani iingie madarakani. Tuingie nayo mkataba, tuingie nayo kandarasi ya miaka 5, watuboleshe yale ambayo tunafikiria wanatakiwa kuyabolesha kwenye eneo letu. Kwa ndio maana sasa tunasema ni vizuri watu wakashiriki kwenye uchaguzi huu mkuu, kwa sababu mwisho wa siku utachagua chama chenye sera, chama chenye ilani, chama ambacho kinakuvutia kwa yale wanaoyaahidi, na ukaamini kwamba kina rasilimali watu na rasilimali ya kutosha kuiongoza serikali katika kipindi cha miaka 5 inayokuja. Sasa nikikizungumzia kwa mfano chama chetu cha Mapinduzi, kwa nini labda watu wanaweza waendelee kukiamini chama chetu cha Mapinduzi kama kada wa Chama cha Mapinduzi? Chama cha Mapinduzi kwanza, labda nitolee mfano. Kila mtu kwa mfano kwenye mifano ya kazi, kila mtu anapotaka kuomba kazi mahali fulani, anaenda anajieleza ana sifa gani kwanza. Lazima uwe na sifa ya kufanya hiyo kazi. Lakini wanakuuliza una uzoefu? Una uzoefu wa miaka mingapi kufanya kazi kama hii unayoiomba? Sasa kwa mfano sisi tunaomba kazi kama Chama cha Mapinduzi, tunaomba kazi tuingie mkataba na Watanzania, tuiongoze Tanzania katika kipindi cha miaka 5 ijayo, 2025, 2030. Kwa sababu tuna uzoefu wa kuongoza nchi yetu hii ya Tanzania. Tumefanya mengi tokea awamu ya kwanza mpaka sasa awamu ya 6. Hicho ni chama. Lakini ukija kwa mtu binafsi, kwa mfano rais anayetakiwa kuongoza Dr. Samia Suluhu Hassan, ana uzoefu wa kuongoza nchi yetu. Amekuwa makamu wa rais kwa kipindi cha miaka karibia 5 kuelekea 6. Unaona? Lakini vile vile amekuwa rais kwa kipindi cha miaka 4. Tumempima na kazi ambazo amezifanya zinaonekana. Kwa hiyo tuna qualification. Mtu ambaye anaomba ana sifa ya kuchaguliwa tena kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ana hizo sifa. Mbali na chama kina uzoefu, na yeye ana sifa na ana uzoefu wa kufanya hiyo kazi. Sema ni vizuri kushiriki kwenye uchaguzi mkuu
ili uone watu wanaoomba nafasi ni watu wa aina gani, wana uzoefu gani. Lakini kingine, kwa mfano, Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee ambacho kina ilani ya uchaguzi. Huwezi kusikia kwamba kuna chama kingine ambacho kina ilani katika vyama 16 vingine ambavyo vinashiriki kwenye huu uchaguzi. Hujasikia ilani, wanazungumzia nini, wanawaahidi nini wa Tanzania. Chama chetu kimejipambanua vizuri, kimeweka ilani hadharani kwa muda mrefu. Watanzania wafanye uchambuzi, waangalie ahadi ambazo chama kinawapelekea. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa nini Watanzania wanatakiwa kuendelea kukiamini Chama cha Mapinduzi. Lakini vile vile na mwaka huu imekuwa tofauti kwa ubora zaidi, kwa sababu ilani ipo, ilani ya kitaifa, na imeenda sasa kwenye ilani ya kila mkoa. Kwa mtu akiangalia kwenye mkoa wake, anaangalia ni vitu gani ambavyo chama hiki kimeahidi kwenda kuyatekeleza. Lakini kama chama ambacho ni makini, chenye uzoefu, kimetuteulia vile vile wagombea ubunge. Kwa mfano Kiela mteua bwana Mwamengo, si ndio? Ndio. Lakini vile vile kwa kwetu Busokelo, ambapo mimi natoka Busokelo, tuna kijana wa nguvu Lutengano George Mwaruiba. Kwa kule Rungwe tuna Anthony Mwantona. Kwa kanda yetu hii naweza nikawazungumzia hawa kwamba chama kimewaamini hawa, wanaweza wakapeperusha bendera na wakafanya yale ambayo yapo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambao hasa kwenye maeneo yetu haya ya mkoa huu wa Mbeya na kwenye majimbo yetu haya ambayo nimeyazungumzia haya kwa sababu ya nimekuja huku nyumbani. Lakini na maana ya kwamba wabunge wote waliopendekezwa na chama makini chenye uzoefu wanayo sifa ya kuendelea kufanya kazi kwa wawakilishi wa sisi wananchi pale Dodoma, na kuisimamia serikali na kufanya kazi kama wabunge makini kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay. Kuna athari gani kama vijana kutoshiriki uchaguzi? Kutoshiriki uchaguzi, kwanza kinakunyima uhalali wa kudai kudai nini serikali haijafanya, kwa sababu kwanza ukushiriki kwa hujui hata vitu gani viliahidiwa. Kwa ni muhimu kushiriki. Usiposhiriki manake wewe yoyote anayekuja kwako anakufaa. Sasa sio jambo la kistaarabu kwamba hata yule ambaye hafai wewe kwako anafaa, yoyote yule. Sasa sijui kwa mtu ambaye ana ustaarabu au ana akili timamu atakuwa yuko tayari kusema yoyote atakayechaguliwa sawa. Sidhani kama hiyo ni jambo zuri. Kwa ni vizuri watu washiriki, wapate uhalali wa kudai maendeleo kupitia viongozi wale ambao wamewachagua wao kwa kushiriki kwenye uchaguzi. Okay, ni vikwazo gani ambavyo unaona labda vimekuwa vinakwamisha? Kwa sababu tuliona takwimu za hivi karibuni zikionyesha watu kujiandikisha kupiga kura, waga wanajiandikisha wengi sana, lakini inapofikia siku ya kupiga kura wanaenda wachache. Unaona ni nini hasa ambacho kimekuwa kinapelekea hivyo? Kwenye takwimu mara nyingi sio Tanzania tu peke yake kwamba watu wanaojiandikisha sio 100% wote wanakuja kushiriki kwenye uchaguzi. Lakini pia kwetu hapa sio kwamba hakujawahi kutokea namba ikawa chini ya 50% waliojiandikisha kushiriki uchaguzi. Ukiangalia kila miaka utakuta tunafika mpaka 78%, 84% ya waliojiandikisha wanajitokeza. Kuna kuwepo na sababu mbalimbali. Kwa mfano kuna watu wanahama maeneo. Wakati wa kuboresha daftari la kudumu la wapiga kura yuko hapa Kiela, wakati wa kupiga kura amesafiri yuko Ngala kule Kagera. Kwa hiyo inamnyima nafasi ya kupiga kura. Lakini kwa mwaka huu vile vile kidogo tume imeruhusu kwamba mtu akitoka eneo moja kwenda eneo lingine anaweza akaruhusiwa kupiga kura ya rais, lakini kuna utaratibu fulani inabidi awe ameufanya kabla ya siku ya kupiga kura. Kwa namba inapungua. Mara nyingine pia inakuwa ni hizi siasa za majitaka ambazo watu wanachafuana. Kwa mtu anakuwa anakosa ile kwamba labda hili jambo ni kama halina maana hivi, kwa hiyo wanapuuzia kwa namna hiyo. Zinakuwa ni hizo sababu, lakini hakuna sababu kwamba ni sababu moja peke yake. Hapana, zinakuwepo sababu mbalimbali ambazo ni za kijamii zinaeleweka. Okay. Kumekuwa kuna wimbi kubwa la baadhi hususan vijana wamekuwa kwenye mitandao humo, wamekuwa na beza sana kuhusiana na vizuri. Leo ni siku ya mwisho ambao
tunamalizia kufunga hizi kampeni. Ndio. Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa Mwanza leo kutimisha zoezi la kampeni, ambapo kampeni za Chama cha Mapinduzi zinafungwa kule Mwanza leo. Ni vizuri watu ambao wako kanda ya Ziwa, wako maeneo ya karibu na Mwanza, watu wanaotoka Msoma, mkoa wa Msoma, mkoa wa Mara kule Msoma, wanaotoka Sitalime, wanaotoka Simiyu, Bariadi, watu wanaotoka maeneo ya jirani Geita, wanatoka maeneo mikoa ya Kagera, wanaopenda kushiriki kwenye hii jambo la kihistoria kuhitimisha kampeni za Chama cha Mapinduzi, wasogee pale wakashiriki. Kama vijana basi wasogee pale wasikilize ahadi za chama chetu cha Mapinduzi maeneo yale. Lakini na siku ya kesho wasisahau, waende wakapige kula, warudi nyumbani wasubirie matokeo. Huo ndio utaratibu ambao unakubalika. Kwa hiyo kama nilivyosema, chama chetu kina hiyo irani, kina hizo ahadi, basi wakipime na vyama vingine ambavyo vinashiriki, vyama 16, ili wakapige kula kwa chama ambacho wanaamini kitaiongoza serikali kuelekea nchi ya ahadi, kwa maana ya maendeleo yale wa Tanzania wanayoyataka. Mimi kama kijana ambaye najitambua, ninaamini Chama cha Mapinduzi kina sera ambazo zinatekelezeka, kina irani ambayo ina mipango inayotekelezeka. Ni chama ambacho kimepimwa. Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi katika awamu hii ya 6, katika kipindi cha miaka 4. Amepimwa, ana uzoefu, amepimika. Watanzania tuendelee kumwamini, tukampe kula za kutosha, ili rais apate nguvu kwamba wananchi wako pamoja na mimi, apate nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa ajili ya Watanzania. Tuwachague wabunge wa Chama cha Mapinduzi, wakaunde serikali huko, waende bungeni wakasimamia yale ambayo yako kwenye ilani. Tuwachague madiwani wa Chama cha Mapinduzi ili wakasimamia halmashauri zetu kwenye halmashauri huko ambako tuko. Tunakushukuru sana. Asante sana. Ni Gerald Noah Mwakyunde.